Amna unapewa. Wala tunutuchinchigani. Tanuru hanu. Ano mecha bitano munyera kani mafi ngombe munyu. Batayoro bohoro. Kana mura bado wenya abahai ta abahai ne heyi. Bano sikunga pora age hero no. Za kupeana mbegu kwa wakulima wetu. Hizo ng'ombe bado ziko sawa, zinaendelea vizuri, zinaendelea kukamuliwa, lakini kwa mpango wa aina hii hauwezi kukosa changamoto hapa na pale, ambapo unapata labda ng'ombe aliweza kupata ugonjwa, ng'ombe labda kwa sababu moja ama nyingine ameweza lakini wengi wa wale ng'ombe ambao wako, kwa sababu ripoti ambao ninao ni kwamba tumepoteza ng'ombe kama 3 katika kaunti ya Migori, ambayo sometimes ni kawaida, huwezi kusema kwamba ni swala ambalo sio la kawaida. Kwa hivyo mpango unaendelea, na tutazidi kuhakikisha kwamba tunawatunza wale ng'ombe, kuhakikisha kwamba wanaendelea kufaidi wakulima wetu. Kwanza kabisa kuhusu swala la wakulima ambao hawakuweza kupata mbegu, sisi kama serikali gatuzi tuna budget ambayo tunatumia, na ile budget inaweza kufanya kazi kiwango fulani. Kwa hivyo kuna wakulima wengi ambao wanatarajia kwamba serikali ya kaunti ya Migori itaweza kupea kila mkulima. Hatuna uwezo wa kufikia kila mkulima kwa sababu budget tulionayo huwa tunachambua wale wakulima ambao wanahitaji kwa sababu moja ama nyingine hawawezi kununua mbegu wenyewe kutoka kwenye Agrovets. Kwa hivyo hata msimu huu tumeanza huo mpango, lakini inabidi kwamba katika kila ward kwa mfano tutaweza kufikia wakulima karibu 160 plus karibu wakulima 200, maybe 220, 230 kwa ward. Hao ni watu wachache. Kwa hivyo lakini ni hivyo, tunajaribu kuendelea kuongeza budget jinsi tunavyopata budget allocation kutoka kwa serikali kuu. Kuhusu distance, umbali wa wakulima kuweza kwenda kuchukua mbolea, ni swala ambalo tunalo katika sehemu nyingi za kaunti hii. Tumeanza kwa mfano this time ya kwamba wakulima wa Nyatike inakuanga mbali sana kutoka Namba hapa Migori kuchukua mbegu. Hivi majuzi tuliweza kufungua satellite ya NCPB pale Nyakweri. Kwa hivyo wakulima ambao wanatoka maeneo ya Nyatike wamepata unafuu, na tunaendelea na huo mpango. Kuna sehemu nyingi ambazo zinahitaji kufunguliwa hiyo. Hapa Isibania bado tunaendelea na mipango pamoja na NCPB. Kuna sehemu za Uriri, kuna sehemu za Rongo ambazo zinahitaji tuweze kufungua satellites ili kufanya unafuu. Lakini hata hivyo ningependa kuwashauri wakulima wetu waende katika NCPB stores kwa sababu mbolea zipo, waende wakachukua mbolea tukaendelea na kilimo. Swala ya cartels ni swala ambalo kwa sasa hivi sijasikia kilio hicho msimu huu. Lakini tuko macho pamoja na vitengo mbalimbali vya serikali vikiwemo vitengo vya usalama kuhakikisha ya kwamba
ikiwa kuna ulaguzi ama ulagai ama masuala kama hayo tuweze kupata ripoti. Na ningeomba pia wakulima, ikiwa mnanisikiliza, ikiwa umeona dalili, umeona kwamba kuna swala lisilo la kawaida, tafadhali wasiliana na sisi ili tuweze kusaidiana. Lakini nina imani ya kwamba msimu huu hilo halitafanyika. Msimu uliopita wakulima ambao walikuwa wamesajiliwa walikuwa wachache sana. Kwa hivyo wale brokers walipata mwanya kwa sababu wakulima wengi hawana ile kodi ya kuchukua mbolea. Sasa hivi tumeongeza wakulima registered farmers madhubuti katika kaunti hii, kwa sababu msimu huu peke yake tumeweza kuongeza kutoka 1176 sasa hivi wakulima zaidi ya 1222 wameshasajiliwa kuweza kupata zile vouchers. Kwa hivyo hayo masuala yanaendelea kupungua.